Ina maana kwamba hapo walitamadunisha sikukuu ya kipagani ikawa ya nini? Maana udhibitisho hiyo pale ninachokisema. Wakristo walionelea kwa sababu hii sikukuu wanasherehekea wapagani. Na sisi tuchukue tuadapt hapa. Tuichukue na sisi tarehe 25 tusherehekee kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Badala ya hawa wanaosherehekea jua, sisi kama Wakristo tusherehekee kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo hapo unaona kuna ubaya gani? Huoni kama hapo sasa walienda kuteka, ni kama ngome ya wachawi, wameenda wameiteka wakaligeuza kanisa. Utasema hawa wanaabudu mizimu kisa wameenda kuweka kwenye ngome ya wachawi. Na ile wachawi wamesambaratika. Christmas imebaki kuwa sikukuu kubwa kabisa duniani. Unajua, hiyo umeongea hekima ambayo inapendwa na watu wengi. Ndio. Lakini si hekima ya Mungu. Wakati wazee wanaenda nchi ya Kanaani. Ndio. Asema mkuta miungu yao na majumba yao ya ibada bomoeni. Kwa hakutaka kuwa na ushirika na wao na miungu ya ile ya au utamaduni wao. Kwa mfano tuangalia leo Maka pale. Si eneo la ibada ya Uislamu katika utamaduni wa kuabudu ule. Tuchukulie kwa sababu Kristo ameenda pale tukachukua ile eneo. Alafu tukasema hili ni kanisa. Alafu ibada ile ya kubusu jiwe ikaendelea. Tamaduni zote kukimbia Safa na Marwa, kumpiga shetani mawe, tukatamadunisha ikawa nini? Ya Kiswahili tuwavute Waarabu. Kwako wewe inaingia kilini? Mtazamaji wa chaneli yetu, tunakaa hapa tena na Mwalimu Jafari Masawe kwa ajili ya kuunda maudhui mapya. Leo kubwa tunaloongelea ni mada juu ya Christmas. Kumekuwa na maswali mengi sana, tena sio watu tu ambao sio Wakristo, hata Wakristo wenyewe wanauliza, hivi ni halali kweli kwa Mkristo kusherehekea Christmas? Christmas ni nini? Ilitokana na nini? Wakristo wenyewe wanapingana, lakini kuna Waislamu ambao kabisa wanasema haiwezekani hiyo iwe sherehe ya kuzaliwa Yesu Kristo tarehe 25 wakati hakuna uhusiano wa mimba kutungwa mwezi wa 6 alafu mwezi wa 12 mtu akazaliwa. Kwa hiyo mwalimu, leo nikasema tuongelee kwanza kuhusiana na Christmas, ukweli wake ukoje na chimbuko lake likoje. Karibu sana na wasalimia watazamaji wetu. Na wasalimu wote katika jina la Yesu, wengine habari ya muda huu. Ndio. Asante. Karibu. Swali la kwanza ni hilo. Tuielewe vipi Christmas? Christmas ni nini? Na ukweli wake ni wapi imetoka? Okay, asante kwa ndugu mtangazaji katika swali hilo zuri. Kwanza naona kama kesho ndio Christmas bila shaka. Tarehe 25. Alhamisi. Ndio. Ya sitaki ni waumizi wa Kristo wenzangu kuhusu kusherehekea. Ndio. Lakini kupata ufahamu au maarifa ni jambo jema. Sawa. Kujua hichi kitu kinatoka wapi. Ndio. Tajana katika post yangu ya Facebook, niliongelea habari ya Christmas. Ndiyo. Kuna mtu kama anauliza swali, je, hii Christmas ni siku ya kweli aliyozaliwa Bwana Yesu? Ndiyo. Mimi nikajibu hapana, na nikatoa tu maarifa ya kuongea maneno yangu, nilinukuu vitabu pale. Kingia kwenye page yangu ya Facebook ya Jeff Masawe au Instagram. Utakuta hiyo posti ni fupi tu ambayo imetoa mchanganuo kwa hoja nyingi kuhusiana na Christmas au chimbuko lake. Sawa. Kwa hiyo Wakristo wengi sasa hivi wanashajua kwamba Christmas siku ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Ndiyo. Si siku aliyozaliwa Yesu. Wengi wanajua. Okay. Ni wachache tu ambao hawajui. Cha kwanza tukubaliane, mimi kwanza sina ugomvi na mtu anayesherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Okay. Maana kuzaliwa kwa Yesu ni jambo kubwa sana. Okay. Tuko pamoja Lakini nitakuwa na ugomvi na mtu kusema Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Okay. Hapo tutakuwa na ugomvi naye. Hapa aje na vitabu. Okay. Na pia umeniuliza swala la maana ya Christmas. Ndio. Maana ya Christ Mass. Christ maana yake ni Kristo. Mass ni kusanyiko. Kwa hiyo kusanyiko la nini? La Kristo. Ni jambo jema. Na kusanyiko la Kristo linaweza kufanyika muda wote tu. Maana kusoma Mathayo 10:18. Nasema walipo wawili ama watatu, nafikiri mpaka mstari wa 20, walipo wawili au watatu, na mimi nipo kati yao. Kwa hiyo muda wote mtu anakusanyika katika kusanyiko la Kristo. Kuabudu nani? Kristo. Sasa hili la Christmas na ambalo linatoka Christmas leo ni kusanyiko ambalo limebainishwa katika siku ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Maana inafanyika mara moja kwa nini? Kwa mwaka. Sasa tuje katika point hii. Sio na Biblia iko hapo? Ndio nayo ile ni version ambayo imezoeleka. Okay. Ningeomba kwanza tuangalie kwanza kuzaliwa kwa Yesu ni jambo jema. Ndio. Katika ulimwengu huu. Ndio. Na pia viumbe vilifurahi. Ndio. Sawa? Mpaka kuna watu toka mashariki wa majusi wakaja pale kumsherehekea Bwana Yesu. Sawa. Sasa hilo halina tatizo. Hebu tuseme tu maandiko hayo. Okay. Luka 2 mstari wa 10 na 11. Luka 2 mstari wa 10 na 11. Ndio. Mstari wa 10 unasema, malaika akawaambia msiogope kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Hapo malaika anawaambia wachungaji. Okay. Wako wakichunga, si wachungaji kwa maana ya mapastors wa kuhubiri. Wako ni wachunga kondoo, mbuzi, ng'ombe. Okay. Kwa hiyo kwa sababu walikuwa na tumaini la kuja kwa Masihi, malaika akawatokea Mika Gabrieli. Okay. Wakaona mwangaza wakaogopa, akamwambia msiogope. Leo naletea nini habari njema. Itakuwa kuwa furaha kuu kwa watu wote. Endelea na andiko. Mstari wa 11, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Asante.
ndio Kristo Bwana Mwokozi. Kwa maana kuzaliwa kwa Kristo Bwana Masihi mkombozi Kristo ni kwamba ni jambo la kipekee. Kwanza angalia andiko linaloendelea chini hapo, tunaona hata kuna malaika wengine walifurahia. Mstari wa 12. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Endelea na andiko. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa wote aliowaridhia. Asante. Kwa unaona kwa maana kuzaliwa kwa Yesu ni jambo la kipekee mbinguni na duniani. Kundi la malaika, tujue malaika wangapi? Tunaambiwa ni malaika, kundi ni wengi. Wakashabikia, wakasema tukuze Mungu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu nao nini? Walizia. Kwa maana duniani Mungu anataka tuwe na amani. Sawa eh? Lakini hii siri ya amani ya kisiasa kama wengine wanaigombania siku hizi katika Tanzania, wengine wanagombania amani, wengine wanagombania nini? Haki. Kwamba haki itangulie, wengine amani itangulie. Lakini wajua kwamba msingi wa amani ni haki, au sio? Kwa hiyo msingi mkubwa utaangalia ile amani ambayo malaika wanaomba tuwe nayo. Hiyo amani ilikuja na Yesu. Na nani? Na Yesu. Na hiyo amani inapatikana hivi. Hebu nisome kitabu kile cha Yohana 14:27. Yohana 14:27. Sawa. Mstari wa 27 anasema, 27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo, msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe waoga. Asante. Kwa ina maana cha kwanza, kumbe amani inakuja na Yesu. Amani iwe kwa watu waliowalizia. Kwa maana kuna watu ambao Mungu amefanyaje? Amewalizia. Na walizia ni wale ambao wamemlizia Mungu mwenyewe. Hao ndio wanapata amani. Sawa eh? Tuko pamoja mpaka hapo eh? Kwa hiyo ili amani Kristo anakuja nayo, Masihi anatupa amani, lakini haitoi amani kama ulimwengu unavyofanyaje? Unatoa. Leo kuna mavikao ya amani elfu duniani. Lakini amani haipatikani sababu inatolewa katika njia ambayo si sahihi, njia haramu. Lakini amani ambayo anaitoa Yesu ni amani ya kimungu. Sawa eh? Sasa hiyo ni mojawapo ya tukio la kupokea amani ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo tukio la kuzaliwa kwa Yesu ni dhihirisho la amani ndani ya waumini. Sababu unapokuwa unamshabikia kuzaliwa kwa Yesu, lazima Yesu awe ndani ya maisha yako. Cha kwanza. Sawa eh? Maana ukiwa mbaya, na maana utakuwa una amani ile ya Yesu. Na hiyo amani ambayo anaiongelea ni ile amani ya ushindi juu ya dhambi. Unajua ukiwa na dhambi, maana yake unakuwa umevunja sheria za nani? Za Mungu. Muongo, muuaji, huwezi kuwa na amani. Kwa mfano tu, hebu nisomee andiko hili. Isaya 57 mstari ule wa 21, kimbia la kalaka. Isaya 57:21. Okay. Umefika? 27. 57. Isaya 57. Ndio. Okay. 21. Sawa, mstari wa 21 anasema, hapana amani kwa waovu. Kwanza tu mstari wa 19. Mstari wa 19 anasema, mimi nayaomba matunda ya midomo. Amani, amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Endelea. Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Endelea. Hapana amani kwa waovu, asema Mungu wangu. Kuna maana hakuna amani kwa waovu. Ambao waovu wanafananishwa na bahari iliyochafuka na kutoa takataka. Unaweza unaifahamu bahari iliyochafuka? Sawa, naijua. Unaijua vizuri? Ikoje? Bahari iliyochafuka inakuwa na mawimbi makubwa sana. Alafu nafikiri inazamisha vyombo. Sasa hapo ni mawimbi tu, ni upepo. Nenda pale Ocean Road muda mwingine. Wakati bahari imechafuka, kuna takataka ziko pale. Nyingi, tope na harufu mbaya. Kwa maana mtu muovu anafanana nini? Hiyo bahari. Sasa malaika wanasema, wanashabikia, unalimba kwamba amani iwe kwa watu aliowalizia. Kwa amani ambayo inapatikana kwa Mungu, kwa Yesu, ni amani ya kushinda dhambi. Sawa? Sasa kama mtu anayeshabikia kuja kukuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Cha kwanza, lazima hakikisha Yesu yuko wapi? Moyoni mwake, na ameshinda nini? Dhambi. Si unatoka kwenye hiyo kushabikia Krismasi, alafu unaenda kufanya ulevi, uasherati, piga danguro na vitu vya ajabu. Na maana inakuwa kama sikukuu tu nyingine tu ya kipagani. Ila mtu ambaye anaadhimisha kuzaliwa kwa Yesu kwa maana ya maisha yake, kwamba Yesu alizaliwa kwa ajili yangu mimi niweze kubadilika, nipate amani ya ukombozi. Sina shida naye. Sasa hoja yako ulojenga kwamba hii siku ni sahihi. Ndio, kusherehekea. Ndio. Si sahihi. Si sahihi. Kwa sababu si siku sahihi ambayo Yesu alizaliwa. Kwanza ukiangalia tunasema Yesu alizaliwa mwezi wa 12, si ndio? Ndio.
Lakini maandiko tunasoma hapo wachungaji walikuwa wakichunga nini? Kondoo. Ndio. Hivi kuna katika historia tu binadamu watu wanachunga wakati wa baridi? Hapana. Tena barafu, sababu ukiangalia Christmas wao wanapenda kuongelea mambo ya snow Ndio. Au sio? Ndio. Kwa maana inawezekana kuchunga ng'ombe siku za baridi. Siku za baridi watu washakata zile nyasi zile zishatengwa kabla ya baridi. Wakati ukiingia wakati wa barafu au baridi, wanyama wanalishwa kwenye majumba yao. Lakini huku upande wa Ikweta, watu wa Ikweta wanaweza wakachanganyikiwa kidogo ukiwaambia kipindi cha baridi hawachungi. Elewa maeneo, tuseme wanaosikiliza waelewe maeneo ambayo tunayazungumzia. Lakini wao wanaamini kwamba zile wakati wa baridi. Ndio, lakini ukiwaambia tu kawaida kisehemu hizi kama za Tanzania za Ikweta, watu wanachunga kipindi cha baridi watashangaa, mbona wao tunachunga? Lakini waelewe kwamba tunakozungumzia ni kule Nazareth. Okay, asante. Sasa unapata kuna ile faza Christmas. Ndio. Ambaye anakuja wakati wa baridi ule. Anatoka North Pole. Anatemena ile gari yake kwenye barafu. Kwa hiyo kuna uhusiano pale wa baridi, barafu na kuzaliwa kwa nani? Kwa Kristo. Unajua sisi huko Afrika tumerisi mambo ya magharibi. Okay. Sawa? Watu wa mashariki walikuwa washabiki Christmas. Okay. Ukiona washabiki Christmas wametoka magharibi, kwa kanisa la mashariki la Kikristo. Mambo ya Christmas ilikuwa halina. Okay. Sawa? Hata kule kuna Wakristo waliokuta kule India karne ya 16. Wanaitwa Wakristo wa Tomaso. Unajua Warumi au Wakristo magharibi walikuwa wanaamini kwamba Papa ndiye alikabidhiwa kanisa zima na Yesu. Kupitia Petro. Walivyoenda kule India, watu kuna Wakristo miaka mingi wale ambao walihubiriwa na Tomaso, mtume Tomaso wa Biblia. Yule ambaye alikuwa ni mgumu wa kuamini. Sasa wakauliza, nyinyi mnamtambua Papa? Wakasema tunamsikia kwako. Wale hawana Krismasi wala chanikini, ni Wakristo. Wanashika Ukristo ule wa mashariki. Kwa hiyo Ukristo wa mashariki ni tofauti na Ukristo magharibi. Ukristo wa magharibi ulichakachuliwa na dola la Kirumi. Kwa hiyo leo haya tunayoona leo ni mambo ya kisiasa ya Kirumi ya zamani na ya kidini ya Kirumi kabla ya Kristo. Kwa hiyo yamebatizwa kwa nini? Ya Kikristo. Ikiume na hii siku ambayo leo tunaita Christmas. Kuna baadhi ya Wakristo wao ukiwauliza, sina hakika kama ni wote wanajua ile. Wao wanasema tarehe 25 mwezi wa 12 tunaadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Yaani sio kwamba tunasema siku hiyo alizaliwa, ila sisi tunaadhimisha katika yeye alivyozaliwa, tunaamua sherehe yetu tuisherehekee tarehe 25 mwezi wa 12. Kwa nini wasiamue siku nyingine? Hiyo tu. Kama ni issue ya kuamua. Kwa nini wasiamue labda Januari tutasherehekea? Si bado napomtauliza kwa nini muamue Januari msiamue Februari? Mimi najengea hoja uliyojenga. Ndio. Kwamba tumeamua tarehe 25. Ndio. Kwa hiyo pia unaweza wakaamua siku nyingine. Sawa? Ndio. Au kidogo wanakuwa na at least kwa sababu wamesema tumeamua. Ndio. Kwa wako wazi. Sasa kuna wengine wanaamini ni siku ambayo alizaliwa nani? Wanaamini ni siku yenyewe kabisa. Siku yenyewe kabisa. Sasa hao ndio wana tatizo kubwa zaidi. Sasa hao wanaoamua kuna tatizo kisi kubwa sana. Kwa nini? Wanadhihirisha kwanza tarehe 25 Disemba si siku alizaliwa nini? Yesu. Ndio. Sawa? Sasa pia na wao wanapata wapi kibali cha kuamua kusherehekea nini? Kuja kwa Yesu. Maana Yesu amesema kwamba tuenende kwa neno lake. Sawa? Si amesema hivyo? Tuenende kwa nini? Kwa neno lake. Kwa neno lake. Kwa mfano, hebu andika, soma maandiko haya. 7:7 kitabu kile cha Marko. 7:7 kitabu cha Marko. Okay. Mstari wa 7 anasema Marko, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kumbe ukifuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu na mabudu Yesu nini? Bure, si ndio? Kwa maana ni kazi ya bure tu. Kwa nini uamue kitu ambacho hujamuliwa? Turudi kwenye lile andiko ambalo tayari tulishasoma kutoka kwa Luka 2 mstari wa 10 na mstari wa 10. Anasema malaika akawaambia, msiogope kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Si kama vile tunavyosema wao wamesema wanasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 kuzaliwa kwa Bwana wao Yesu Kristo. Na hapa wamepata wapi? Wamepata malaika aliwaambia washerehekee. Kwa hiyo na wao wanasherehekea kwa sababu wanafurahi kwamba Yesu amezaliwa. Kwani hapo umeona malaika anasema msherehekee, au anatoa taarifa? Anatoa taarifa lakini amesema itakuwa furaha. Sasa furaha si unafurahi. Kufurahi ndio kusherehekea. Furaha sasa hiyo furaha ambayo inaongelewa hapo si furaha ya kula kwenda kujivinjari, kunywa pombe, kufanya vitu vya ajabu ajabu. Sawa? Sasa ukiangalia hao jamaa baada ya hapo walichofanya ni nini chokifanya? Hebu soma tufuate andiko linalofuata. Sawa.
labda nije mstari wa 11 na 12. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga. 14 anasema atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa wote aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehem tukalione hilo lilofanyika alilotujulisha Bwana. Endelea na andiko. Wakaenda kwa haraka wakamkuta Mariam na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala holini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji, lakini Mariam akaiweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Sasa hao walienda kuchinja kondoo, mbuzi, wakala na kufanya vitu vya ajabu ajabu? Hapana. Walienda kumuona nani? Yesu. Kumwendea Yesu. Ndio. Sasa kumwendea Yesu na pia tumeambia tumwendee kusoma ile Mathayo 11 mstari wa 27. Tukashana njoni nyinyi wote msumbuka na kulemewa na nini? Na mizigo, nami nitawapumzisha. Tunataka tumwendee Yesu ili atupumzishe mizigo yetu. Kwa kusudi la kuja kwa Yesu ni nini? Ni kuondoa dhambi. Hebu soma Mathayo 1:21. Ilikuwa ni kuondoa nini? Dhambi. Kwa hiyo ndo sherehe moja ya Yesu kwamba amenisaidia mimi dhambi kukoma katika maisha yangu. Soma andiko hilo. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Kwenye dhambi zao. Kuna maana kumbe kusudi kuzaliwa kwa Yesu, sawa? Ni kuwatoa watu katika nini? Dhambi zao. Sasa kuna maana mtu anashabikia Yesu, natakiwa ni fly kila siku ndani ya moyo wake kwamba Yesu alikufa, alizaliwa kwa ajili yangu na amenifanya dhambi yangu imefanyaje? Imeondoka. Sasa ukienda kushabikia hiyo sikukuu ambayo inatolewa Christmas, unaenda kushabikia katika mwili. Ni makosa makubwa. Yesu anapaswa kuzaliwa kila siku katika maisha yetu. Sawa? Na kuzaliwa kwa Yesu kunaendana pia na kusulubiwa kwake. Kwa sababu kushabikia kwa Yesu lazima kuna kusulubiwa. Si ndo sasa inakuja Pasaka? Pasaka. Sasa pia napo kuna kabla ya Pasaka kuna Kwaresma. Kwa hiyo vyote vinaendana kweli. Sasa hapo kuna kizungu mkuti hapo. Kuna kizungu mkuti. Sababu hoja ni nini hiyo? Ni Christmas. Maana Pasaka ni issue ambayo leo imechakachuliwa pia. Maana leo sasa kuna siku ya majivu, siku 40 za maombolezo. Ni vitu ambavyo havipo ndani. Unapewa maua, sijui unapewa kadi na sungula na mayai. Yaani kuna vitu ambavyo viko hapo ambavyo ni non biblical. Sawa? Sasa kuna maana akasema kwamba Ukristo ambao tuko nao leo umetoka magharibi. Kwa hiyo umechukua utamaduni wa magharibi ukafanywa Ukristo. Sawa? Lakini the way of life ya Ukristo ndani ya Biblia ni tofauti. Ukristo ni dini iliyotoka mashariki. Unapaswa kuwa na asili ya kimashariki. Sasa hapo kapo. Sasa tuache hilo jambo. Sasa tuje katika pointi moja. Tumeona kabisa katika mjibu wa maandiko. Kufurahia kuja kuzaliwa kwa Yesu ni kufurahia kupata amani. Sawa? Ndani ya moyo wako. Na kupata amani ni amani ipi? Ni ile amani ambayo inakufanya ushinde dhambi. Labda kabla tuja dive huko sana, nitaka turudi hapa. Je, mtu akisherehekea Christmas kwa kufanya ibada amefanya sahihi? Kuna watu wana lengo zuri, sikatai. Katika msafara wa mamba kenge wapo. Kuna watu hii siku ya Krismasi wanaishabikia kwa dhamiri yao, kiamini Yesu amefanyaje? Amezaliwa. Na wanafanya jambo jema, wanatoa sadaka, wanamcha Mungu vizuri kabisa. Sawa? Kwa dhamiri safi. Hawana nini? Hawana nini? Hatia kwa nani? Kwa Mungu. Lakini wanafanya hivyo pasipokuwa na ufahamu sahihi. Kwa siku wakipata ufahamu sahihi utakiwa wafanyeje? Waache. Maana ukisema Warumi 2:14 usisome tu, mtu atasoma kwa muda wake. 2:14 mpaka 15 kuendelea. Kuna watu wa mataifa ambao kwa asili unakuta wanafanya mapenzi ya Mungu ndani ya mioyo yao na Mungu anakubali kwa dhamiri yao. Lakini sometimes si kwamba wanachokifanya ni sahihi kwa wakati huo, ila wanafanya wakiamini ni sahihi. Kwa maarifa yakija mengine, nuru ikija, wakamurikiwa kumbe hichi kitu ni kibaya, wanabidi wakiache waende katika usahihi. Kwa hiyo swala la Krismasi si sahihi kwa mujibu wa Biblia. Wala kuna agizo lolote Yesu aliagiza wala mitume wake. Ni mwanadamu tu amejiamulia. Na ndani hapa hii Krismasi jiulize, Father Christmas anatokea wapi? Sawa? Tuko pamoja mpaka hapo? Sawa. Father Christmas anatokea wapi? Kama ni Father Christmas anatokea wapi? Mungu. Maana baba yake Yesu ni nani? Ni Mungu. Si ni Mungu? Kwani ajali mtu ni ndevu lile zunguzungu limevaa namna hii? Baba wa kusanyiko la Kristo anatakiwa baki kwa Mungu. Ni Mungu. Hebu ukisoma ile kitabu kile cha Mathayo 23 mstari wa 9, hebu soma. Mathayo 23 mstari wa 9. Sawa.
Mstari wa 9 anasema wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Aliye wapi? Mbinguni. Wa mbinguni. 17:11. Yohana 17:11. Huyo baba wa mbinguni ni nani? Sawa. 11 anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa. Baba mtakatifu. Ni babake nani? Yesu. Babake Yesu. Kwa hiyo kama hiyo Krismasi kule Yesu alizaliwa, anatakiwa babake awe nani? Baba mtakatifu, Mungu. Mungu mwenyewe. Ndio. Lakini anakuwa ni Father Christmas. Kumbe baba Christmas. Baba wa Christmas, baba wa kusanyiko la Wakristo. Baba. Sasa inakuwaje haya? Ile miti ya mapambo inahusika vipi? Tena pine tree inapamba pamba pale na nini na nini. Sasa kuna vitu vya kipagani ambavyo vimechakatwa ndani ya hiyo Christmas, ambao havipo. Malaika ambaye alekeni miti, mitume fanyeni hivi. Hata baada ya Yesu kuzaliwa hakuna sehemu yoyote ambayo Yesu alishabikia kuzaliwa kwa nani? Kwake. Okay. Yesu alifanya tu Pasaka na zile siku za Kiyahudi kama Purim, miaka 33 hajasherehekea Yom Kippur, ile Pasaka na kadhalika, hajawahi kushabikia birthday. Wale washabikia hizo ni kina Herode. Okay. Na pamoja na Farao. Okay. Kusema 40:12 Kutoka, utaona kwamba huyu Farao anashabikia kuzaliwa kwa nini? Kwake, katika namna hiyo. Lakini Yesu hakuna sehemu anashabikia kuzaliwa kwake. Okay. Hakuna kusherekea. Ndio kuna kusherekea na kumshukuru Mungu. Hiyo vitu tofauti. Kwa hiyo point inayokuja kwamba Christmas chanzo chake ndio kinatia mashaka, bwana Simulizi. Chanzo cha Christmas ndio kinatia mashaka. Ndio. Okay. Lakini neno Christmas lenyewe unalielewa? Hoja si neno. Hoja si neno. Sawa, ile hata kusema Mungu. Haya, ile sherehe yenyewe tuseme chanzo chake kwamba imeanza wapi? Si ndio labda tunaingia huko. Okay, kuanza hapo mkuja sasa vizuri sasa. Ndio. Sasa kwa maana kuna kitu ambacho tunajifariji. Ila Mungu sio wa kujifariji. Ndio maana maandiko yanasema kwamba waniabudu bure wakifuata mafundisho yaliyo maagizo nini? Ya wanadamu. Hiyo watu wazingatie. Ndio. Sasa Krismasi ilikuwepo kabla, yani neno Krismasi limeletwa baadaye tuseme. Ndio. Sababu neno Christmas alikuwepo kabla ya Yesu. Kabla Yesu hajazaliwa. Sema Christ ni jina la Yesu. Ndio. Mass ni kusanyiko. Lakini zamani hiyo kusanyiko la Yesu leo, zamani ilikuwa ni kusanyiko la Mungu jua. Okay. Kwa hiyo ile Sun Mass ikawa Christ Mass. Ilikuwa ni kusanyiko la jua. Kulikuwa kuna sherehe inaitwa Sun Mass au ilikuwa na jina lingine au ndio jina hilo? Nimechukulia kwamba kusanyiko la jua. Okay. Kwa hiyo Christmas zamani kwa nini? Kabla iko kwa Christmas ilikuwa kuna kusanyiko la kusherehekea jua. Okay. Mass si neno la Kilatini, kusanyiko. Okay. Kwa maana kwa basi hiyo itabidi tuiite tu Sun Mass. Okay. Kwa hiyo kusanyiko la Yesu inakuwa Christ Mass, sawa? Okay. Kwa hiyo ile kusanyiko la jua kwa ajili ya kutukuza kuzaliwa kwa jua ndio likageuzwa kuwa kusanyiko la nani? La kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa tarehe zile na mchakato ule. Juu unaelewa vizuri paka hapo? Ndio. Yaani kwamba kitu hichi ni kama leo BAKWATA. Ndio. Si ndio? Ndio. Utamaduni ule wa BAKWATA wa Kiislamu. Ndio. Tuweke tu jina la Yesu tu pale. Okay. Lakini mambo yanabaki mle? Mambo yanabaki yale ya kiBAKWATA. Tu neno moja. Okay. Neno moja tu. Kwa ni jina. Ni kama tu leo tu CCM iitwe Chadema. Lakini katiba Iran na katiba ya CCM kibaki kile. Okay. Kwa hiyo mnabaki na jina Chadema, lakini ndani ni CCM yote. Mchakato ni wa CCM ule. Okay. Sawa. Kwa maana hapo walipaswa basi kubadilisha kila kitu. Kama nataka kubadilisha kila kitu, lakini wakaacha yale ya asili. Wakachukua jina tu wakaweka pale juu kama mwavuli. Okay. Sasa hapa tuthibitishe kitu kimoja. Ndio. Hapa nanukuu, naomba kitabu cha Bustani ya Katekista. Bustani ya Katekista. Hiyo nipe nukuu. Kitabu kinaitwa Bustani ya Katekista, mhubiri mlezi mwalimu wa dini Padre Raphael Rogi WF. Kimeandikwa mwaka gani? Hiki ni okay. Nataka nione mwaka kilioandikwa ili nikiwatajia wakakitafute. Tafute. Sawa. Sawa, lakini kimechapishwa Peramiho. Sababu unafahamu mwaka 2000 ndio Peramiho, sikukuu ya maamkio ya Bikira Maria mwaka 2000. Unakufahamu Peramiho lakini wewe? Peramiho nafahamu. Ni wapi hapo? Peramiho ni huku Ruvuma. Ndio. Hapo kuna ngome ya uchapaji wa vitabu vya Katoliki. Ndio. Sasa funua ukurasa wa 73. Uone sajibu hapo. 73. Sawa. Anasema ukurasa wa 73 kwenye kipengele kimeandikwa sehemu ya kuzaliwa kwa Yesu hapo. Namba 2. Je, Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba?
Padre ameandika. Endelea. Kwa kweli hakuna anayejua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Tarehe 25 ilikuwa sikukuu kubwa kwa wapagani. Walikuwa wakifanya ibada zao kwa Mungu jua. Kwa karne ya 4 mwaka wa 336 baada ya Kristo, Wakristo viongozi wa kanisa walionelea siku hiyo washerekee kuzaliwa kwa Yesu, mwanga, nuru ya ulimwengu. Lengo kubwa lilikuwa kuwahusisha pia wapagani katika kumshangilia Yesu badala ya miungu ya uongo. Ni utamadunisho wa sikukuu. Kalenda ya liturujia ya Kanisa Katoliki ilipangwa kwa utaratibu kweli. Kila siku katika ibada ya misa na sala zingine tunakumbuka matukio ya ajabu ya historia ya wokovu. Pia tunakumbuka mfano. Kwa ina maana kwamba hapo walitamadunisha sikukuu ya kipagani ikawa sikukuu ya nini? Ya Wakristo. Maana uthibitisho hiyo Padre anachokisema? Ndio. Jenga hoja yako. Hoja yangu hapo nayo jenga ni kwamba unaona hiyo sikukuu kama Padre hivi anavyoniambia hapa kwenye ukurasa wa 73 kwamba Wakristo walionelea kwa sababu hii sikukuu wanasherehekea wapagani na sisi tuchukue tuadapt hapa tuichukue na sisi tarehe 25 tusherehekee kuzaliwa kwa Yesu Kristo badala ya hawa wanaosherehekea jua, sisi kama Wakristo tusherehekee kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo hapo naona kuna ubaya gani? Huoni kama hapo sasa walienda kuteka, ni kama ngome ya wachawi, wameenda wameiteka wakaligeuza kanisa. Utasema hawa wanaabudu mizimu kisa wameenda kuweka kwenye ngome ya wachawi, na ile wachawi wamesambaratika, Christmas imebaki kuwa sikukuu kubwa kabisa duniani. Unajua hiyo umeongea hekima ambayo inapendwa na watu wengi. Ndio. Lakini si hekima ya Mungu. Sawa? Si hekima ya Mungu. Si hekima ya Mungu. Sababu hekima ya Mungu ukisoma maandiko vizuri, wakati wazee wanaenda nchi ya Kanaani. Ndio. Asema mkuta miungu yao na majumba yao ya ibada bomoeni. Sawa? Mchome moto. Kwa akutaka kuwa na ushirika na wao na miungu ya ile ya au tamaduni wao ule kote. Sawa? Ni kama leo gani hicho tunazungumzia? Tutakuja tuweka andiko. Kwa mfano tuangalia leo Maka pale. Ndio. Si eneo la ibada ya Uislamu? Ndio. Katika utamaduni wa kuabudu ule. Ndio. Tuchukulie kwa sababu Kristo ameenda pale tukachukua ile eneo. Ndio. Alafu tukasema hili ni kanisa. Ndio. Alafu ibada ile ya kubusu jiwe ikaendelea. Tamaduni zote kukimbia safa na malwa, kumpiga shetani mawe, tukatamadunisha ikawa nini? Ya Kiswahili tuwavute Waarabu. Kwako wewe inaingia akilini? Kwangu haingii akilini, lakini vile vile sioni kama inaendana na hii inayofanyika kwa Ukristo kwenye Christmas, kwa sababu sisi tukienda Maka, kwanza sio ni historia hata Maka, kuna mfano wa mingi ya kwamba misikiti imetekwa na Wakristo, yani katika vita imetekwa alafu imegeuzwa kanisa. Ibada inaweza kufanyika mle ni ya Wakristo, na unakuta misikiti yale majengo yamebaki kama yalivyo, ila ibada inaweza kufanyika Wakristo. Au makanisa ambayo yametekwa kama yalivyo yabomolewi, alafu wameteka Waislamu, wanaanza kufanya ibada ya Kiislamu bila kubomoa majengo yake. Mimi nakuuliza swali. Ndio. Waislamu wakiteka hilo jengo la kuabudia la Kikristo. Ndio. Wanachukua tamaduni zile za Wakristo wanaziendeleza ama wanaweka zao? Wanaweka zao mpya kabisa, lakini labda wanaweza wasibomoe jengo, lakini najua kama kuna msalaba watatoa. Kwa hiyo wanachukua tu jengo. Ile wanatoa vitu vya Kikristo. Si ndio? Ndio. Na Wakristo wakichukua la Waislamu wanatoa vya Kiislamu? Vya Kiislamu. Sasa kwa nini kwenye Krismasi wakotoa vya kipagani wakaweka vya Kristo wakabaki na vya wapagani? Labda sasa kama kwa hoja ni hiyo. Kwa mimi msherekeaji wa Krismasi Mswahili. Sijui wapagani walikuwa wanasherehekea nini. Ninachojua tunachosherekeaga ni kitu kinachomhusu Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu, na kitu tunachokifanya naona ni cha kiibada ya kawaida. Mimi nimekuuliza hivi. Sasa hilo ni swala lako binafsi la kutokujua. Sawa? Ila sasa kwa maana ya uharisi. Nimekuuliza wewe Mkristo. Unaposoma Biblia Agano Jipya. Kuna agizo la kusherehekea siku ya Yesu kuweka miti. Kupamba miti ya pine tree. Iko? Hapana. Kuna Father Christmas? Hapana. Hapana. Sasa uone kwamba hicho kitu kilitoka nje. Sawa? Kama tungechukua siku basi tungeweka mambo yetu ya Kikristo. Lakini badala yake tukaweka jina la Kristo, tukaacha tamaduni ule. Na kitabu kinasema hivi, walitamadunisha. Ndio. Ule upagani. Ndio. Ukawa nini? Wa Kikristo. Yaani upagani ulibatizwa. Kwa zile mila na desturi za kipagani zikawepo ndani ya sikukuu ya Christmas. Hilo ndio tatizo. Sawa? Sasa kwa mfano, labda tusome kitabu cha kimeandikwa na Padre Titus Amigu. Ndio. Benedict Publication Ndanda kwa Paramio, Juni 2000. Kinaitwa Christmas, page 56. Nasema hivi? Kinaitwa Christmas. Okay. Basi ili kuwa na umoja waamini wapate kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu, kanisa lilijiwekea tarehe 25 Disemba. Ndio. Hii haina maana kuwa Desemba ndio mwezi rasmi aliozaliwa nani? Kristo. Mimi hapa nawakubali kabisa. Ila
imewekwa hapo kwa sababu ya kihistoria. Yafaa tupitie historia hiyo kifupi. Katika siku za mwisho za dola ya kipagani ya Kirumi, ibada ya kuabudu jua zilikuwa zikifanyika sana. Mimi nikasema kwamba ni kusanyiko la nini? La jua. Mjini Roma, dini ya Mithras, mungu jua wa Kiajemi, ilistawi sana. Kaisari Aurelia akajenga hekalu la jua lisiloshindika mnamo mwaka wa 274. Ndiyo. Kabla ya Kristo hapo 274. Sikukuu kubwa ya mungu jua ilifanyika kila tarehe 25 Disemba. Siku hiyo ambayo tabia ya kupungua kwa mwanga wa jua ilikoma na hivyo kuanza kuongezeka tena. Yani ilikuwa kama siku ya kuzaliwa upya. Kwa nini? Kwa jua. Kwa jua ilikuwa limezaliwa nini? Upya. Kwa kuwa wanaliabudu jua, Tamuzi. Na hiyo ndio ibada Mungu kwa amekataa katika Biblia, katika Ezekiel 8. Kwa wanamwombolea Tamuzi, kifo cha Tamuzi na wanasherehekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Tamuzi. Wa Babeli, wapagani ambao ndio msingi mkubwa wa Babeli, walikuwa wanashabikia Christmas. Kabla haijaitwa Christmas. Hebu tusome ile andiko utaona. Tarehe 25 Disemba walikuwa wakifanya ibada ya kumshabikia Mungu jua. Na wakitoa zawadi, wakifungulia wafungwa, ilikuwa ni sherehe. Soma andiko hilo, Yeremia 52. Yeremia 52. Mstari wa 31, kimbia. Yeah. 52:31. 52:31 nasema hata ikawa katika mwaka wa 30. 52:31 Yeremia anasema hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini, ndio mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Umeona na kusoma historia utaona siku hiyo wafalme wote wa kipagani walikuwa wafungwa wanakula vizuri na mambo, kwa sababu walikuwa wanasherehekea kuzaliwa kwa nani? Kwa jua. Sasa Wakristo siku ile ya kipagani ambayo zamani Warumi walikuwa wanaitwa Sanataria. Sawa? Satanalia. Walikuwa wanaita ambao sherehe yao ilikuwa inafanyika kuanzia Disemba 17 mpaka 25. Walikuwa wakishabikia sana. Kisha 25 ilikuwa ni siku kuu ya birthday ya kuzaliwa kwa jua. Kwa hiyo Wakristo hasa kanisa la Roma likafanya mchakato. Wakristo wengine hawajui huko mashariki wapi ndio likachange. Sababu wao walikuwa liko chini ya dola la Kirumi. Kwa hiyo wakatumia ushawishi wao wa kipesa na uchumi na nguvu na ushawishi na jeshi kulazimisha au kufanya dunia nzima ikubaliane na tarehe 25 Disemba kama Yesu amezaliwa. Marekani huko kwa Protestanti, Christmas ilikuwa ni marufuku miaka ile. Baada ya kuwa na uhusiano mzuri na Katoliki Roma, Marekani ndipo ikaruhusiwa hiyo kuwa sheria ya Marekani. Lakini walikuwa wamekataa, sema ni siku ya kipagani. Na kanisa la Mashariki walikuwa hawatambui hiyo Christmas. Hapa ndio kwenye hoja yako ya kalenda, sisi tukaisahau. Hapa ndio nitaka niingie hapa kwenye hoja hii ya kalenda. Imeandika tarehe 25 ya mwezi wa 12 ndio walikuwa wanasherehekea. Katika kalenda ipi? Kwa sababu sisi tuna kalenda yetu na tunaona kalenda ile waliokuwa wanatumia mwanzo, ukiangalia tarehe 25 mwezi wa 12 wao ile yao inavukia inaenda mwezi wa kwanza. Sisi tunasherehekea kalenda mpya hii. Cha kwanza hii kalenda ambayo tunaitumia sisi hapa Tanzania inaitwa Gregorian calendar. Ili imeanza karne ya 16. Ni marekebisho ya kalenda inaitwa Julian calendar. Julian calendar ilianzishwa mwaka wa 43 kabla ya Kristo. Na Kaisari Julius. Kwanza neno Kaisari ni la huyo jamaa anaitwa Julius Kaisari. Kwa hiyo baada ya kabisa ni jina lake. Sio kwamba ilikuja kuwa ni kama Masawe. Alafu mimi nikafanya mambo makubwa, sasa wale wafalme wanaokuja wakajiita Masawe. Kama watu wanavyosemaga mimi ni Nyerere wa kizazi hiki. Kwa hiyo yule anaitwa Julius Caesar, kwa ni mpiganaji mkubwa sana bado aliojenga ile dola ya Kirumi, sawa? Kwa nguvu za kutosha. Anaitwa Julius Kaisari. Kwa hiyo mpwa wake alipokufa aliuawa, ndipo mpwa wake anaitwa Octavian naye akajiita Kaisari Augusto. Kwa neno Kaisari kabeba jina la mtawala. Kama cheo cha utawala. Sasa paka hapo Kwa hiyo ile Julius Kaisari ndio alibadilisha kalenda. Alitengeneza kalenda inaitwa Julius. Ikaitwa Julian au Julius calendar. Hiyo kalenda baada ya miaka mingi ikapita kutoka kule before Christ mpaka baada ya Kristo ilikuwa imepunguza majira ya kipupwe. Ambayo soko kwa mjibu wao unajimu ilikuwa zimepungua siku 10. Kwa hiyo ikabidi ifanywe marekebisho.
Kwa hiyo zikafanya marekebisho zikaongeza siku ngapi? 10. Na kama ilikuwa ni Ijumaa tarehe 5 Ijumaa. Wakaongeza tarehe 10 ikawa 15 Ijumaa. Sasa wale wapinga Sabato sometimes na wao wanasema kwamba siku zilivurugwa. Kwa hiyo hicho badilisho si siku. Hicho badilisho nini? Tarehe namba kwenye siku. Sio kwamba baada ya Jumatatu, sio kwamba labda waliruka ilikuwa Jumatatu wakasema leo ni Ijumaa au ilikuwa Jumatatu wakasema leo Jumapili. Ilikuwa ni Ijumaa. Ndio. Kwa hiyo ikawa Ijumaa tarehe 5. Kesho yake ikawa ukeka siku 10 ikawa Ijumaa tarehe 10 ngapi? 15. Yaani siku ilibaki kama Ijumaa tarehe 10. Yaani unaongeza namba tu. Okay, kama Ijumaa tarehe 10 tuseme Jumamosi inakuwa tarehe 20. Lakini siku zinaendelea vile vile. Jumamosi hivi inakuwa siku hii Ijumaa tarehe 20. Okay, siku hiyo wabadilisha. Siku hiyo moja. Sasa ndio kaitwa ilifanyika chini ya Papa Gregory. Okay. Pale Vatican. Ndio kaitwa kalenda nini? Ya Papa Gregory. Ndio maana wale kanisa la Orthodox sababu alikuwa alimpendi Papa na wakubaliana na Papa kimafundisho yenyewe wakabaki na ile kalenda nini? Ya awali. Ndio maana hawa Christmas yao ya wa Katoliki ni tarehe 25 Disemba kwa kalenda ya Gregory. Ndio. Lakini kwa kalenda ya Orthodox ambayo ni ile ya zamani ni tarehe 25 mwezi wa ngapi? Wa 12, si mwezi wa kwanza. Lakini inakuwa ni mwezi wa kwanza kwetu kwa kalenda hii ya Gregory. Ile inakuwa ni mwezi wa ngapi? Wa 12. Okay. Sasa hoja ya kalenda na maana nyinyi nchi kama hapa mnyie mna kalenda ambayo ina miezi mingapi? 12, si ndio? Na nyinyi mnaweza mkapishana na nchi zingine zina kalenda yao. Lakini wote mnakutana tarehe 20 ngapi? 5. Kwa kila kalenda yenu. Okay. Wote mnakuwa na tarehe 25 mwezi wa 12. Kwa hiyo hao nao na Christmas yao tarehe 25 mwezi wa ngapi? 12 kwa kalenda yao. Kwa hiyo game ni lile na mchakato ni ule. Okay. Umefahamu hapo Hapo nimefahamu. Sasa jenga hoja sasa. Okay. Kama una hoja nyingine. Okay. Sina hoja sana ila nilikuwa naangalia kwa hivi sasa kitu kikubwa ambacho tunakipiga ni zile practice. Bado hatujaipiga kwamba kwa nini tusherekee tarehe 25 mwezi wa 12. Hatujaipiga yenyewe kabisa kwamba sawa kama inawezekana waliochagua walichagua tofauti na wale ambao wanasema hii ndio siku yenyewe kabisa iliyozaliwa. Lakini kwenye practice umeniambia kuhusiana na Father Christmas, afu nimeambiwa na zile themes yale maua yao wanaweka wengine hata huko wananunua siku hizi mpaka mabarafu na wenyewe wanaweka ionekane kama kuna mabarafu fulani. Sasa nitaka nijiulize hapo. Hii hapa inaongelewa kwamba namna ya usherekeaji ndio shida kwa sababu wale wazungu wanasherekeaga hivyo. Sina uhakika kama hata huko Afrika wengi sana wanasherekea kama wanavyosherekea wale wazungu au huko Afrika kama wengi wanaata Father Christmas. Naona kama hivyo Father Christmas inatumika tu kama utani. Sio kwa watu kabisa hivi kwenye nyumba moja watasema wana hiyo Father Christmas. Nafikiri inatumika kwenye commercial area peke yake. Kwa hiyo sasa hapo sijaona kweli kuna shida kabisa juu ya hilo. Labda wale tu waliona ule ubunifu wao, yani wale kwa sababu walikuwa na mambo yao ya kipagani wakaliendeleza, lakini kwa huku sisi wa Afrika au Waswahili wengi hatuna hiyo Father Christmas ya serious kabisa kwamba nyumba moja watu wameweka zawadi kwenye milango kama wanavyofanya wale. Okay. Tena wale wamesema walikuwa wanaweka watoto miaka ya nyuma kabisa. Hata leo. Okay. Sasa cha kwanza bwana Simulizi, hebu tuongee, tunapoongea fundisho, tuongee uasili wa fundisho. Okay. Kama hao wanatumia mchakato wanaofanya wao, wanaipotosha hiyo Christmas. Sababu walioleta Christmas wameshatueleza kwa vitabu ilikuwa ni siku ya kipagani, kanisa likaichukua likaitamadunisha. Kwa ili iwe Christmas lazima iwe na vigezo. Okay. A, B, C na D. Kwa hiyo kama umechukua hicho afu ukatoa vile vigezo, ina maana umeiondoa kwa nini? Vile ilivyoasisiwa. Okay. Yaani bora utafute siku yako mwenyewe. Okay. Ufanye hayo. Ila kama unaichukua hiyo, inabidi usichukue kimoja tu au viwili vingine ukaviacha. Okay. Itakuwa haitwi Christ Mass. Okay. Ndio maana wale wazungu ambao wametuletea ndio wana mchakato zaidi wa kueleza hichi kitu ambacho nacho. Ndio maana kule kwao miezi wa 12 wote. Ndio. Kuanzia tarehe 1 Desemba mpaka tarehe 1 mwezi Januari ni sherehe. Ndio. Wamepamba nchi nzima. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Sasa kwa maana huku tunaoiga, tumewaletewa, tunapaswa kuchukua vile inavyotakiwa. Okay. Si kuleta ujanja. Na mara nyingi inakuwa umesema vichekesho, sawa wanafanya comedy. Lakini wenzetu hawako serious. Hata juzi Trump alikuwa anaadhimisha imepambwa ikulu ya Marekani, White House. Ikulu ya Marekani imepambwa vizuri. Sababu ukifungua media za wazungu, kila media imepambwa. Nchi nzima imepambwa. Kama una ndugu yako yuko Ulaya, Marekani, muulize, nchi nzima imefanyaje? Imepambwa. Kwa hiyo wao wanajua namna ya sikukuu yao walivyoitengeneza ina maana gani. Sasa huku mnakuwa tu kama watega nyoka tu. Unaona? Nyinyi tu mna watu wa kufuata mkumbo msiojua.
tuna support harakati tu. Black Lives Matter. Na maana na watu wengine utaenda motoni kwa sababu tu ya kukurupuka tu kusupport vitu vya bila kuoji. Kwa hiyo tunapaswa kuoji. Okay. Sawa na hata pia ukiangalia watu hata Waislamu. Ndio. Ule Uislamu wenyewe ukiuangalia kwa kina ni upagani. Okay. Kwa ila ukaja wakachukua nini? Wakaweka ule upagani ukafunikwa na jina la nini? La Uislamu. Kwa hiyo wakapunguza baadhi, lakini vingi hata kwenye ibada ya hija wapagani walikuwa wanafanya vile vile. Kwa na Wakristo vile vile, hasa Warumi, nao wakachukua mambo ya kipagani wakayabatiza. Waislamu wakasilimisha upagani. Kwa hiyo usipokuwa unaoji utajikuta unaabudu upagani kwa jina tu la Uislamu ama kwa jina la Kikristo. Kwa hiyo unapaswa uchimbe ujue ibada halisi ya Mungu. Mungu hashindwi kuingiza chake mpaka azime kwa wapagani. Ndio maana ukisoma ile kitabu kile cha Walawi 23. Mungu ameweka sikukuu zake 7. Sema hizi ni sikukuu zangu ambazo mtazipigia mbiu katika Israeli. Okay. Moja ilikuwa ni Sabato. Okay. Sawa, ambayo ilikuwa mnakusanyika kila siku ya Sabato, kila siku ya saba. Yeah. Alafu kuna Pasaka ilikuwa imewekwa. Tuko pamoja, acha Easter, Pasaka yenyewe. Kuna siku kuna siku ya sikukuu zote chachu, mikate zote chachu. Kuna siku ya kutikisa miganda, kuna siku ya inaitwa Yom Kippur. Au sio? Kwa hizo ilikuwa ni sikukuu ambazo Mungu alisema zipigiwe nini? Mbiu. Na zile sikukuu zilikuwa zina maana ya wokovu wetu. Lakini hivi vingine vilivyokuja baadaye ni mchakato tu wa wanafalsafa tu wa dunia. Sawa? Ili kutawala dunia. Nyenye kupesi ni moja. Hakuna sikukuu ambayo inaingiza mapato duniani kama Christmas. Ni business kubwa sana. Maana miti itanunuliwa, mapambo yatanunuliwa, mavazi yatanunuliwa. Ni siku ambayo lazima hata kama wewe ni mwanasiasa utaikubali. Au sio? Kama ni mfanyabiashara utafurahi sababu ina mapato. Sawa? Tuko pamoja paka hapo? Ulimwengu mzima unasherehekea ujue hii. Si hoja. Hebu niseme andiko hili. Utaona kuna mafundisho ambayo yametengenezwa kwa uelevu ambayo ina faida ndani yake. Unajua mafundisho ya Mungu waga yana faida. Ndio. Sawa? Maana Mungu anasema utoe bure. Hayana faida kabisa. Okay. Hebu soma kimwili tu. Faida inayo ya kiroho. Ya kiroho, sorry. Petro wa pili 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Soma hapo angalie. Petro wa pili 2. Okay. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema, lakini kulitokea manabii wa uongo katika wale watu. Kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa uelevu uzushi, wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao. Wengi watafuta nini? Ufisadi wao. Wanajenga hoja kwa hapana ni wengi dunia nzima. Mungu angalie wingi. Wengi watafuta ufisadi. Wow. Ukisikia neno ufisadi ujue kuna hela pale. Endelea. Wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Njia ya kweli itafanyaje? Hata umwambie nini kwamba hiyo siku hajazaliwa Yesu, mtagombana naye. Hata jana nimeona kuna rafiki zangu baadhi walikuwa wananifuatilia sana. Nilipoongea habari ya Krismasi tu, wengine wakaanza kupromosha matusi. Wengine wakasema kwa tunakuamini sasa kumbe wewe ni wale. Au siwe? Kwa hawapendi ukweli. Soma andiko hilo, endelea. Anasema na kwa tamaa yao watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Umeelewa? Watapata nini? Faida. Kwa Christmas ina faida blaza. Haina sala. Kwa wale viongozi wa dini na wengine ambao wanaongoza mambo hayo watajipatia pesa, faida kwa maneno yaliyotungwa. Sasa kuhusu habari ya watu wa Mungu, Mungu angalie wingi wa watu. Hebu soma andiko hili. Luka 12:32. Luka 12:32. Sawa. Mstari wa 32 anasema, msiogope enyi kundi dogo. Msiogope enyi kundi dogo. Kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Kumbe watu kuna kundi dogo ambao linakubali katika kusimama katika kweli. Ndio. Kwa hiyo Mungu analipa ufalme. Mungu angalie wingi. Kwa mfano tu watu wa Galika. Okay. Wale wako wangapi? Kama unajua Biblia. Watu 8. Wengi walikufa. Kipicha Sodoma na Gomora walikuwa wangapi? Nafikiri jumla ni watatu. Lutu na watoto wake 2. Kwa hiyo Mungu anachokiangalia ni msimamo wake wa kweli. Angalie wingi wa watu waniomfuata. Sasa hapa tuje katika hoja hii, labda nieleze kuhusu kwa nini Mungu hapendi tuige mambo ya kimataifa. Okay. Mambo ya kipagani. Nisomee Yeremia 10. Yeremia 10. Sawa. Mstari wa kwanza, mstari wa pili mpaka wa 4. Okay. Yeremia 10 mstari wa kwanza wa pili mpaka wa 4.
Mstari wa pili anasema Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Kwa maana msijifunze ishara za nini? Za mataifa. Sababu kwa mataifa wale hatupaswi kujifunza kwao. Sasa hao Wakristo wamejifunza kwa mataifa, wajifunza kwa mataifa. Kwa hilo kweli wamejifunza. Kwa hilo la Christmas hapa. Na mataifa naongelea hapa goyim kwa Kiebrania, wapagani maana yake. Okay. Kwa msijifunze njia zao. Kwa unachukua njia za mataifa unazibatiza. Mungu hataki tujifunze kwa mataifa. Tunapaswa kujifunza kwa nani? Kwa Yesu. Hebu soma Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Mstari wa 28 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa Mungu anasema tusijifunze kwa nini? Kwa mataifa. Ndio. Anataka tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Ndio. Sasa tukijifunza kwa Yesu, utakutana hiyo kusanyiko la Christmas. Kwa Yesu hapana. Utakutana na nafasi ya Christmas. Ila yani tutasema tutakutana na hilo kusanyiko la Wakristo, nitasema ndio tutakutana na hilo kusanyiko, lakini halitakuwa linamaanisha hii Christmas inayomaanisha mimi nikisema Christmas. Okay. Ndio. Okay, lakini sasa tuje pale usitoroke. Ndio. Tukijifunza kwa Yesu. Ndio. Hii sikukuu utaikuta? Hii sikukuu tutaikuta. Ukijifunza kwa mataifa, hii sikukuu utaikuta? Imo, wao si ndio walianza wenyewe. Sasa kwa maana leo tumeacha kujifunza kwa Yesu, tunajifunza kwa nani? Mataifa. Kwa watu wa mataifa. Kwa Mungu ataki kitu kama hicho. Hebu soma Isaya 44. Okay. Kumbe ni dhambi. Okay. Isaya 44. Mstari wa 14 mpaka 17. Mstari wa 14 Isaya 44 anasema, yeye hujikatia mierezi, hutoa mtiliza na mwaroni, hujichagulia mti mmoja katika miti ya msituni, hupanda mvinje, mvua ikaustawisha. Endelea. Mstari wa 15, kisha utamfaa mwanadamu kwa kuni, hutoa kipande akaota moto, naam huuasha moto akaoka mkate, naam huufanya Mungu akauabudu, huufanya sanamu ya kuchonga akaisujudia. Sasa umesema pointi hapo? Ndio. Huyu mtu anaenda porini kwa mujibu wa andiko, anachukua nini? Mti wa mvinje na kuupamba. Anauweka nini? Kwake na kutukuza. Leo niambie hapa duniani unaweza kushabikia Krismasi bila kutoka mti? Unaweka miti umepamba, ndio maana ya kupamba Christmas. Pale Man City sasa hivi kumepamba miti. Ndio. Si ndio? Kuna miti Christmas. Paka Warabuni kule umeona kwa hiyo umepamba nini miti? Kwa maana Krismasi inaana nini? Lazima uchukue mti ufanyeje? Ukate kule polini. Na asisi pale kuna imeendelea, kuna special, lakini lazima upambe. Kwa maana kwa nini iendelee na mti? Ndio maana haya mambo ya kukata miti yalikuwepo toka zamani. Okay. Watu wakikata miti ukiweka ndani kuipamba na kuitukuza kuiabudu. Ile kupea habari za miti. Okay. Mtu kwa nini unaweka mti wa paini? Okay. Isiwe mti wa labda mkorosho, mti sijui wa mwembe, sijui mchongoma. Kwa nini uwe pine tree? Okay. Pine tree ni miti ambayo nchi za baridi ipo sana. Okay. Hivi kwa nini wapi kule? Mafinga. Hii pine iko. Ndio miti ya sehemu za baridi kule. Ile miti oga haifi na haipoputiki. Sasa picha baridi Ulaya, miti ya baridi inafanya miti inafanyaje? Inapoputika. Lakini ile miti ya pine haipoputiki. Okay. Hata kidogo. Unaona Ndio. Kwa kuwa haipoputiki, wanasema kwamba ni dawa ya jua. Okay. Kwa ile jua linakuwa kama ni tiba, ile jua ambayo mwezi wa 12 linakuwa limepotea siku za baridi. Alionekani kabisa. Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Na miti yote imepoputika majani. Sasa ule mti wa pine unasimama kidete. Sasa wapagani kwa wanachukua ile mti wasema kwamba hii ni dawa ya Mungu, jua. Maana limeshindwa kupoputika. Okay. Tuko pamoja. Kwa jua likishatokea tena mara pili likichanua, wanachukua ile miti wakishabikia kwamba hii miti hii ni dawa ya Mungu, jua. Okay, kumbe sababu yao ya wao kusherekea kuzaliwa kwa jua ni kwa kuwa huo mwezi wa 12 tarehe 25, yani hizo siku jua lilikuwa ndo linatokea baada ya kupotea kwa barafu kushuka. Sasa ile na miti yote imepotea kama imeshindwa. Sasa ile jua lile linakuwa limeshinda, sasa limetokea limeponyeshwa na mti wa pine. Sasa sawa? Ndio maana utashangaa kila Krismasi bila ule mti haiendi. Sasa hapa kapo
Kuna mambo ya miti yalikuwa miaka mingi ya kuabudu jua. Okay. Sawa? Mungu alikuwa mgonjwa, sasa ameona paini ametoka. Hebu soma Kumbukumbu 12:30. Okay. Tuangalie hapo jinsi Mungu anaweka maneno hataki kabisa. Sawa. Tuanze 29. Kumbukumbu 22. 12. 12. Anza 29. Mstari wa 29. Alafu mpaka 31. Sawa, mstari wa 29 anasema Bwana Mungu wako atakapo yaondolea mbali hayo mataifa mbele yako, huko wingi yako kuyamiliki, nawe ukawatwaa na kuishi katika nchi yao. Ndio kidogo. Ndio nilikuwa unasema, unakuwa unaniambia kwamba nilikusimulia kuhusu walivyoingia kule nchi ya ahadi. Ndio. Wakakatalia wale nini? Mataifa. Ndio ilikuwa ile nakupa sasa andiko. Okay. Kwa Mungu alivyokuwa anasema muwakatilie mbali, je, alitaka wayaige miundo yao ya kibada ama wafanyaje? Endelea mstari unaofuata. Sawa. Bwana Mungu wako atakapo yaondolea mbali hayo mataifa mbele yako, huko uingiapo kuyamiliki, nawe ukawatwaa na kuishi katika nchi yao, ujiangalie usije ukanaswa ukawafuata. Angalia usije ukanaswa ukafanyaje? Ukawafuata. Sasa Wakristo kuwafuata wale mataifa wa Kirumi. Okay. Tuko pamoja, endelea na andiko. Ndio. Ukawafuata. Wakiisha kuangamizwa mbele yako, wala usije ukauliza habari za miungu yao, ukisema mataifa haya waitumikieje miungu yao, nami nifanye hivyo? Umeelewa hapo? Kwa hiyo Wakristo waliuliza kwamba hao wakaona hao wapagani wanafanya hivi, nao wakauliza habari za miungu yao, nao wakafanya vile. Mungu hataki. Umeelewa hapo? Ndio. Sasa na moja hapo mstari wa 31 anasema usimtende kama haya Bwana Mungu wako, kwani kila yaliyo machukizo ya Bwana ayachukiao yeye, wameifanyia miungu yao, kwa maana hata wana wao na binti zao huiteketezea hiyo miungu yao ndani ya moto. Kwa Mungu anasema usimtende Bwana. Mungu hataki uchukue mambo ya nje uyaweke ndani. Hataki kabisa. Andiko lingine, Wakorintho wa pili. 6:14 mpaka 18 pale, soma haraka. Hapo kuna kigongo kizuri sana, kuna injili ya Kristo. Mstari wa 14 anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Endelea na andiko. Kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Endelea. Tena pana mapatano gani kati ya hekalo la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalo la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao, na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Endelea. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Muelewaje sasa? Msifungwe na watu wasioamini. Wala hakuna ushirika kati ya Yesu na nani na Beliali. Ndio. Wala hakuna ushirika kati ya kanisa nini ile hekalo la Mungu na sanamu. Ndio. Si ndio? Wewe umeelewaje zaidi hapo? Mimi naelewa tu kwamba hapa sanamu na Mungu havihusiani. Kristo na Beliali hawahusiani, yani tuseme vitu vya kipagani na vitu vya kitakatifu haviendani. Hapa nasema tokeni kati ya mkatengwe nao, ndipo nitawakaribisha wapi? Kwangu. Kwa mtu yote ambaye anashika upagani na kuchanganya hata kwa jina la Yesu kwa kama mazuri, Mungu aweze kumkaribisha wapi? Kwake. Ili uweze Mungu akukaribisha, inabidi ujitenge nayo, utoke kati yao, ili uwe mtu msafi. Kwa hiyo ukichukua Krismasi hii ya leo ni kujichafua, kufanya machukizo, kuwa najisi mbele za Mungu. Kwa mtu anayefahamu. Na hapo ni kuongezea kitu haba tunakuhitimisha vizuri. Ndio. Rafiki, mambo yote tumeshayagusia. Sawa. Wakristo wa zamani hawakushabikia hiyo inaitwa Christmas. Ndio. Ilikuja kuanzia karne ya 5 pale. Ndio. 4 kwenda 5 pale ndio ilianza kupata nguvu ya kidola na Konstantino. Lakini huko nyuma kina Petro, kina Paulo, kina Mathayo na Wakristo wa mwanzo walikuwa wajui. Hata mababa wa kanisa kama kina Tertullian ambao ananukuliwa sana. Ndio. Yeye alikataza kabisa Wakristo wasije wakachukua tamaduni za nini? Za kipagani. Na Wakristo zamani waliuawa
kwa kukataa kusherehekea hiyo sherehe ya kipagani ya Mungu juu inaitwa Saturnalia. Waliuawa kwa sababu hiyo. Sasa nanukuu ziko hapa, nitakusomea. Ninakusomea hapa. Hii ni kitabu kinaitwa Dictionary of Early Christian Belief. Sawa? Yaani ni kamusi ya Wakristo, misingi ya Wakristo wa zamani. Sawa? Hapa kuna nukuu ya English, acha nisome tu Kiswahili hapa. Sasa katika siku hiyo, huyu ni Tertullian ambaye aliishi mwaka 155 mpaka 220 baada ya Yesu. Anasema katika siku hiyo, siku yako ya kufurahia, sisi wa Kristo, hapa anawajibu Warumi, viongozi wa kipagani, sisi wa Kristo atuiwekee miimo ya milango yenu mapambo ya maua. Sawa? Wala kuikaribisha sikukuu kwa taa. Kwa mwito wa sikukuu hii ya umma, unaona ni kitu sahihi kupamba nyumba yako kama aina fulani mpya ya danguro. Tunashtakiwa kutokuheshimu vitakatifu kwa sababu atusherekei pamoja nawe sikukuu hii. Kwa hapa anaandika viongozi wa nini? Dola Kiru, kwamba wanawashtaki wa Kristo, wanawatia nguvuni kwa sababu wamekataa kushiriki sikukuu ya kipagani. Sawa? Nukuu nyingine hivi ya mwisho anasema hivi. Hicho kitabu kinaitwa Dictionary of Early Christian Belief. Hii ni ukurasa wa 342. Ili ilikuwa ni ile inaendelea katika mstari wa 2. Anasema hivi. Wapagani wa Kirumi walitandiza miimo ya milango yao kwa majani na matawi ya miti ya kijani. Katika Saturnalia zawadi huja na kutoweka. Kuna zawadi na pia na karama, na wanafanya mazawadi na karama Pamoja na hayo, Wakristo hawapasi kuwa na ushirika wowote na sikukuu za kipagani. Tertullian, Wakristo wote wanamkubali kama baba wa kanisa. Wote wanamkubali. Wanamnukuu. Lakini huyu jamaa aliweka msimamo akukubali habari za upagani. Kwamba Wakristo hawakubali kufanya issue au kuchangamana na miungu ya kipagani. Kwa hiyo point inokuja kwamba baadaye itokea uhusiano kati ya kanisa la Roma na serikali ya Vatican. Kwa hiyo wakajoin force. Kwa hiyo wakachukua upagani wote wakaufanya kuwa Ukristo. Na lengo lilikuwa ni moja, kuiendeleza Roman Empire kikanisa. Sababu Roman Empire ilikuwa imezoofika kisiasa. Sasa ili iweze kusurvive, maana watu washaikataa kisiasa, ikabidi igeuzwe sasa iwe kidini. Kwa hiyo watu wakaikubali Roman Empire kwa jina la kanisa. Kwa ndani ipo Roman Empire, juu kuna mwamvuli wa kanisa. Kwa hiyo Roman Catholic ni Roman Empire. Maana ya Catholic ni universal. Roman universal. Kwamba ni Roman ulimwengu kote. Kwa hiyo Roman inatawala ulimwengu wote. Maana Danieli, katika Danieli sura ya 7 mstari wa 23 aliona mnyama wa 4. Maandiko yanasema kwamba yeye ni mnyama wa 4 ambaye atatawala dunia yote. Kwa hiyo Roma ndio mnyama wa 4 ya Biblia. Ufalme wa 4 ambao ndio ufalme wa mwisho ambao umekula dunia yote. Rafiki yangu, Roman Empire inatawala dunia nzima. Hata Waarabu ambao zamani walikuwa wapendi hiyo, leo washabiki Christmas. Huko Qatar wanashabikia sana. Saudi Arabia leo wanaanza kupamba miti. Pale Riyadh pale Saudi Arabia huko kwa Muhammad kwenyewe washapamba miti. Kwa Roma, China yenyewe wamepamba nini? Miti. Korea miti. Hakuna usiopamba. Haba Irani huko kidogo sijui. Lakini point inakuja, upagani umeshamili dunia nzima sababu Roman Empire inatawala. Hata mahakama ya ICC ile ndio Roman Statutes. Kwa maana pale misingi ifanyika kule Rome. Kwa maana itengenezwa kule Rome. Kwa maana kitu ambacho wanasema kwamba all road to Rome, njia zote zinaenda wapi? Roma. Kila kitu kinaenda wapi? Roma. Hata huu mwezi, ishara ya mwezi kwenye msikiti huu. Ile half moon. Hiyo ni ishara ya Mungu mwezi, Mungu mke. Lazima waweke mwezi mzima. Wanaweka kipande cha mwezi into Christemon, sawa? Mwezi mpevu ule. Kile manaki inapia inawakilisha kiungo cha kike. Mungu mke Semiramis au Ashtaroth, mke wa bahari, Mungu jua. Sasa Maria, sanamu ya Maria, tafuta sanamu ya Maria yote. Utakuta imewekwa juu ya mwezi nusu. Ikiwakilisha Mungu mke ambaye kwa jina nani? La Maria. Sawa sawa. Kwa hiyo mashariki wanaabudu Mungu mke, magharibi wanaabudu Mungu mume, Mungu jua. Kwa hawa ni system inakuja inaungana, ile jua kipande cha mwezi na jua kama nyota katikati vinaingiliana, hapo ni ishara ya uzazi. Kwa hiyo paganism walikuwa wanaamini hicho kitu. Kwa hiyo ni pagani system zote zinashikamana
na zinapata faida katika ile namna. Kwa hiyo mtu ataka kuabudu, ataka Ukristo, amjifunze kwa Yesu na mitume wake. Maandiko yanasema katika Efeso 2:19 mpaka 21, tumejengwa katika misingi ya mitume na nani? Na manabii. Na Yesu Kristo akiwa juu ya kula nini? La pembeni. Kwa ile jengo la Kikristo limejengwa kwa mafundisho ya Yesu na mitume wake. Si na namna ya wapagani kuchota huku, kuleta huku na kuchanganya kidogo, kuleta huku kupata jumla. Kwa hiyo mtu anayeshabikia Christmas kwa dhamiri safi na ajui chochote, Mungu amsaidie. Au sio? Kupata maarifa zaidi, Mungu atamhukumu. Lakini anayejua, sema tumechagua, mara tumefanya nini? Maneno mengi tu, lakini ukiangalia urafi kama kule kwetu Moshi. Sasa hivi Wachaga wote wako pale. Wako pale. Afu waambie Wachaga wenzako leo bwana tufute Christmas, tukubaliane tufute isiwepo. Ni ngumu sababu pia ina uchumi. Na Mchaga na hela ni kama damu na nini? Na mwili wake. Au sio? Na uhai. Kwa maana sasa hivi nguruwe zina shida sana Moshi. Mbuzi na kondoo ni wakati wa maafa makubwa kwao. Kwa hiyo siku ni siku ambayo ni ya kipato. Kwa kuiondoa kwa wanadamu ni ngumu. Mwambie Mwingereza bwana tunafuta Christmas, au Mrumi bwana tunafuta Christmas. Si tu Mkristo atakuumiza, hata mwana uchumi atakuumiza. Okay. Sababu kuna watu wametoa mizigo huko China wapi? Miti ile ya bandia, decoration ya kutosha, au sio? Mzigo wa kutosha. Sasa ukimwambia tunafuta, anakuinukia tu. Si yule unakuta nini mwanasiasa tu au mfanyabiashara. Hata dini. Sababu anapiga pesa. Sasa tukija katika imani sasa, tuache mambo ya kidunia, watu washerekee na kadhalika na nini, au sio? Na mimi na marafiki zangu, majirani, ndugu zangu nasherehekea Christmas. Na kuna mmoja aliniambia bwana wewe Christmas ni halali au sio halali, usijali wewe wapikie. Anakuambia wewe wapikie watoto ubwabwa bwana. Wewe unabana Christmas ni halali au si halali vipi wakati unaona ni sikukuu kubwa kila mtu anasherehekea? Okay. Na kitu kingine kinanishangaza kuhusu Christmas, inasherehekewa mpaka na wapagani. Yaani watu nakuta hawamwamini Yesu. Yaani tuseme hawaamini kuhusu dini lakini wao wanasherehekea. Na hata huyo Yesu wameki kati yao. Imekuwa kama ni siku tu maalum tu ya holidays wanafanya mambo. Hata serikali Tanzania simepitisha 25 ni holiday tu kazini. Ndio. Alhamisi ni siku ya kazi. Ndio. Lakini watu watenda nini? Kazini. Sababu serikali pia inaangalia siku hiyo inapiga pesa. Mapesa huko mzunguko wa hilo unakuwa nini? Mkubwa. Hata kama ni wewe ni kiongozi wa serikali, hata kama una dini, utaacha hicho kitu. Tena unajua siasa zinavyo natakaga ile influence. Kwa lazima mwanasiasa hapo ni kwake safi. Ukija nchi hata nimesema hata kuandamana 25 sijui na kadhalika, si ndio? Lakini hata wao ambao Wakristo wenyewe watakataa watu wasiandamane kwa sababu gani? Ni siku ambayo Yesu amefanyaje? Amezaliwa kwa mantiki yao. Na ni siku ambayo ni kiuchumi. Kwa hiyo kuingiza hata maandamano pale ni jambo ambalo unaharibu uchumi wa nchi. Ni siku ambayo ni kuu kwao. Kwa maana ni mambo ambayo yameshika dhamiri ya mwanadamu. Na mwanadamu na kufanya matengenezo, watu waachane hicho kitu ni kazi ngumu. Yesu alikufa kwa sababu alitaka kubadilisha mfumo wa Kiyahudi. Uachane ujinga uje katika njia sahihi. Ndio. Walimwacha salama. Walimuua. Walikaa kikao sema mtu kimwacha jamaa, dini yetu itatoweka hii. Na watu wote watamfuata nyuma yake, wakamuua. Mitume je? Hivyo. Walipindua dunia, maana walipinga upagani. Ukisoma nenda kasome Matendo 19. Hata mtu atakasome msikilizaji pale. Matendo 19. Paulo alipiga injili akaua ibada ya sanamu kule Efeso. Pale Efeso kwa kuna unaabudu mungu mke ndo Artemis au Diana. Kwa hiyo kuna mtaalamu pale anatengeneza sanamu za huyo mungu Artemis. Kwa hiyo watu kutoka mataifa mengi kuja kununua nini? Zile sanamu pale. Sawa na mapambo. Paulo akapiga ujumbe, watu wakaamini, wakachana ibada nini ya sanamu. Yule jamaa akafanya fujo, akaitisha watu wote wafanya biashara hizo sanamu na yeye akiwa ndo muunzi wake. Akasema jamani, tukimwacha Paulo si tu biashara itakoma. Sawa? Mpaka hekalu la Mungu wetu hili tapu. Okay. Wakamkamata Paulo, wakamfanyia kila aina ya njia ambao wanajua wao wenyewe. Sawa? Kwa maana watu wako after money. Na asilimia kubwa duniani mbona anasema mafekeche. Tunapenda nini? Mafekeche. Kwa maana na Mungu tunamwacha. Na maandiko yanasema kwamba uwezi kutumikia mabwana wangapi? Wawili. Mungu na lazima utampenda huyu na kumchukia huyu. Sasa leo ukiwaambia watu kwamba hii siku ni makosa kibiblia, watu wakaambia wewe sasa wewe unataka kutuchezea sisi. Sababu tunapenda mali na shinda kubwa la mabaya yote ni watu kupenda nini? Pesa. Unajua kuna kupenda pesa na kutafuta pesa ni vitu tofauti. Okay. Kuipenda pesa ni uko tayari utakuua au kubadili kufanya uongo au dhuluma upate nini? Pesa. Sawa upate wewe ni kupenda nini? Pesa. Kutafuta pesa unaweza kutafuta pesa kwa njia yoyote, hata wewe unatafuta pesa. Ndio. Hata hapa najua unavyofanya biashara hizi
kuna Mungu anakuingiza riziki. Ndio napata. Unapata, si ndio? Kwa ina maana hiyo, lakini wewe hautumii njia haramu upate nini? Pesa. Unatoje hapa, watu wana view nini huko na nini. YouTube na kuingiza chochote ambacho nakuingizea. Kabisa. Karibu. Okay, mimi nimefurahi sana, tumejifunza hapa. Labda kama kuna kitu tu cha kumalizia tumalizie, ila vitu vingi sana naona tumevikava. Nafikiri tumegusa maeneo yote. Labda wakati mwingine kama wasikilizaji wataona kama kuna swali lolote ambalo watakuwa ni wanatamani lizungumze, waulize, wanaweza kuweza kwenye comment pale. Au namba yangu ya simu 0757722557 0757722557. Pia kwenye peji yangu ya Jeff Masawe utakuta pale naandika makala mbalimbali za uchambuzi na fundisha mambo ya kidini na mambo ya kijamii. Kwa hiyo Mungu na akubariki. Utanipata pale. Kama tumeleta netu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza upate kila video tunakuwekea. Asante.